Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah, ndugu zangu, habari zenu, habari za masiku, habari za usiku. Mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kiafya niko salama inshallah. Leo nimeandaa hizi dawa kama tunazoziona, ziko sita hizi. Dawa ziko sita, na dawa hizi zinaandaliwa kwa majambo maalum, ila baada ya kuiandaa sasa kuna watu wahitajia, basi nikaona niwape faida. Dawa hii tunavyoiona katika video yetu hii ni dawa moja adhimu sana. Dawa hii inafanya kazi ya kuufomati mwili. Kama mfano katika maisha yetu haya, umeona, katika maisha yetu haya au katika mazingira yetu ya mfano, mtu anakuwa na simu ina miaka 2, 3 au ina mwaka, inakuwa ina vitu vingi, afu inaingia virus nyingi. Inafika baadhi wakati simu inakuwa ina uzito, ima mtu afute vitu ama aifomati, irudi katika asili yake ya zamani, iwe mpya, iwe kama vile simu hiyo imenunuliwa leo. Kwa maana inakuwa ni nyepesi, kama internet inakuwa haina shida, hai clutch kudownload kitu ndani ya sekunde tumesha download. Kwa maana simu iko sawa. Kadhalika dawa hii inafanya kazi katika mwili wa mwanadamu kuondosha vile vitu ambavyo kama amefanyiwa vitu ambavyo sio vizuri. Mfano amefanyiwa aini, amefanyiwa hasadi. Kwa hiyo ndani ya mwili wake, ama amefanyiwa mambo ya kishirikina, ima amefanyiwa chale zile zikamletea asali, au amefanyiwa uchawi uko ndani ya mwili, uchawi ule ukamletea nuksi, mikosi, vifungo, kutosaminika, watu kumjali, kuwa na samani mbele za watu na kadhalika. Kwa hiyo dawa hii sasa utapoitumia unarudi kama kwamba umezaliwa leo. Mtoto akizaliwa leo anakuwa yuko vizuri, hana hasadi, hana kifungo, hana chochote kibaya ambacho cha ulimwengu alichofanyia, anakuwa yuko vizuri sana mtoto. Sasa dawa hii kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, unapoitumia dawa hii ndipo wewe huwa kama mtoto mdogo aliyozaliwa leo. Mwili wako unakuwa umeshajivua vile vifungo, nuksi, mikosi na mabalaa mbalimbali uliofanyiwa, ima ndani ya mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 6, 7, 10. Basi dawa hii kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala utapoitumia itakusababishia kujivua na hivyo vitu ambavyo vibaya uliofanyiwa. Na haya mambo sasa hivi kuwa kwamba hayaepukiki. Hasadi ni nyingi, watu ndani ya familia wanafanyana hasadi, majirani wanafanyana hasadi, kadhalika. Kwa ufupi, ni jambo ambalo sasa hivi ni jambo moja limeingia utaani, ni jambo moja ni kubwa sana katika jamii. Mtu akijipata kidogo mashallah akamfungulia, basi hapo ni matatizo yanaanza. Ikiwa mtu yeye ndio kaze kuwasaidia watu kwa matatizo na wasaidia, inawezekana hao wanawasaidia baadaye wanamfanyia hasad. Kwa hiyo unakuta ni mambo ambayo yamekuwa ni vurugu. Kuna kisa kimoja, kuna mama moja mashallah, ni mama maarufu, sasa kuntaja jina lake, lakini yeye alikuwa anawasaidia watu wengi sana, na baadhi ya eneo ama baadhi ya maeneo amenunua maeneo makubwa, alafu akajenga baadhi ya maeneo akajenga nyumba. Basi alhamdulillah
kawaita watu wakae bure. Yaani mtu anakupa nyumba yako, kaa wewe na familia yako. Yaani iko hivyo. Sasa mwisho wa siku nalikuwa nakwenda kuwapa hapa misaada, lakini mwisho wa siku sasa hawa watu ambao walowajengea nyumba na kuwasaidia, unafika wakati anashuka, naondoka, narudi, mwisho wa siku anamchota nyayo zake, anageuka nyuma, akuta mzee anachota nyayo za yule mama. Manake nini? Manake kuna kitu atakayoenda kukifanya kupitia ule mchanga alipokanyaga yule mama. Kwa watu hao hapo, mtu unaweza kumsaidia, lakini baadaye yeye kwako akakufanyia husda, akakufanyia hasada, akakufanyia ushirikina, basi mambo yakawa yanaanza kuharibika. Sasa ikiwa wewe una changamoto hizo na kwamba huwa haziepukiki, ukifikia miaka kuanzia 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, huko haya mambo ni yapo, hususani katika nchi zetu za Afrika hizi. Hayo mambo ni yapo, lazima utakuwa umefanyiwa. Umeona hivi vitu unakuwa ni vipo. Sasa dawa hii kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukifanikiwa umeipata dawa hii na umefanikiwa, umeandaliwa, umeipata, unakapata maelekezo dawa hii, basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaona maajabu namna mwili wako baada ya kuitumia, namna utavyokuwa. Kwa hiyo dawa hizi zinakuwa ni 3. Unaona kama hii hapa, alafu unakuja unapata hii. Hii ni nini? Hii ni ndimu. Kwa hiyo katika dawa zetu hii ndimu inahusika. Kwa hiyo lazima upate ndimu. Na hapa tunavyoona hii ni nini? Hii ni chumvi ya mawe. Kwa hiyo lazima upate chumvi ya mawe. Kwa hiyo hapa utapata chumvi ya mawe, utapata ndimu na utapata dawa yetu hii. Kwa mjumuiko wa vitu vitatu hivi, dawa yako itakuwa imekamilika. Dawa yako itakuwa imekamilika insha Allah, kwa uwezo wake Allah. Ukiitumia hii dawa, inatumiwa usiku na kwa siku moja, lakini sio mbaya mtu kama atatumia mara 3, mara 5, mara 6, inategemea na tatizo la mtu, lakini aswa ni mara moja, basi tatizo litakuwa limekwisha. Lakini mtu anapotaka kuongeza, bwana hapana, kutokana na majanga yangu mimi nataka 3 nitumie, basi ukitumia 3 hizi kwa wakati maalum, kwa masiku hayo kufuatana, usiku tu natumia dawa yako hii, hakika kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala vifungo hivyo vitakuondoka na mwili wako utarudi kama kwamba umezaliwa leo. Mwenye kuhitaji inshallah anaweza kuandaliwa dawa hii. Ukiweka oda ndipo unapoipata dawa hii. Kwa hiyo namba za simu hizi 0710 28 03 23. Na dawa hizi zote tunazoziona hizi ziko 6 hizi zinakwenda nje ya Tanzania. Hapa kuna moja inakwenda South Africa, na kuna hizi 5 hizi zinakwenda UK. Kwa maana hata wewe uko UK au uko Marekani, ukitaka kupata mzigo huu unaupata. Kwa hiyo usihofia labda una matatizo lakini uko mbali, hapana, bado huko ulipo, na dawa hizi kwa uwezo wake Allah zitakufikia. Kwa hiyo kwa wale wenye kuhitaji dawa kama hii na zinginezo nyingi ambazo tunaziandaa kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali, maradhi yaliokuwa sugu, mengine yameshindikana hospitali, mfano tezi dume, mbadala wake hospitali ni kufanya upasuaji, lakini inshallah dawa zetu tunazo. Wale ambao wenye kutibu maradhi ya sukari, mtu ana sukari na muda mwingi hospitali, ndio hivyo tiba inakuwa ni changamoto, lakini dawa tunazo za kutibu sukari moja kwa moja. Kadhalika wale ambao wenye tatizo ya figo, ni maradhi hatari sana, Mwenyezi Mungu atuepushe na tuhifadhi nayo. Lakini kama wewe figo yako imefeli, figo ina mawe, figo ina shida, basi inshallah tunazo dawa kwa uwezo wake Allah, inaweza kusababishia tatizo hilo likakwisha moja kwa moja. Kadhalika wale wenye maradhi ya homa ya ini, ni katika maradhi ambayo sasa hivi yameingia sana, na Allah tukinge nayo, ni maradhi hatari.
basi vile vile dawa zake zipo kwa kuandaliwa. Kadhalika wale ambao wenye kusumbuliwa na maradhi ya HIV na mengineyo mengi, au mtu na mashaitani na uchawi po ndani ya mwili wake umemsumbua kwa miaka mingi, basi inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala unaweza ukapata tiba hizo na Allah akakujalia shifa. Ndugu yenu mwalimu wenu Abu Hafsa nawatakia usiku mwema. Kwa maelezo zaidi namba za simu hizo 0710 28 0323 au 0784 766 555. Wewe unaitaka dawa hii au unataka zinginezo nyingine, basi karibu upate dawa hizo, na inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utakuja ona mafanikio yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.